tatu ina maana gani? Wana ni sura ngine kwangu mimi. Hapa kuna matatizo hapa, sio kweli. Inabidi nifuatilie. James vipi? Huyo mtu vipi? Mbona kama nilionana naye? Na haya mambo kwa nini yanatokea hivi? Kiuka. Bwana James vipi? Safi, habari yako? Kwema ndugu yangu. Safi kabisa. Siku nyingi mwisho. Nzuri bwana. Hapa. Karibu bwana. Kwema kabisa. Karibu kae kwanza ndugu yangu. Habari sana. Kitambo sana bwana. Naona leo unarekebisha mambo. Ndio tunajua ndio safari hata kijijini na ndugu yako. Kweli bwana. Anasemaje kwa mjini? Vipi bwana? Nashukuru Mungu anasaidia bwana hapa kijijini ndugu yangu. Na huko bwana? Huko bwana kwema, lakini sio kwema sana, lakini inshallah tunamshukuru Mungu kwamba tupo wazima. Tuna busara. Ndio jambo la heri. Karibu bwana kijijini kwetu. Asante bwana Kiukalo. Bwana tupo bwana, karibu muda mwafaka bwana. Ndio bwana. Asubiri sister arudi basi ande mazingira ya kupika basi. Inshallah. Bwana mkubwa vipi? Nzuri. Nashukuru sana bwana kuona na hapa muda mwingi nilikuwa nakutafuta. Ndio. Bwana sababu nilikuwa nakutafuta kuna ndoto nimeiota. Na hiyo ndoto Kwanza pole sana ndugu yangu. Hiyo ndoto ina maana kubwa sana. Ndio. Na hiyo ndoto kwanza usiogope, haikuhusu wewe. Inamhusu mtu wako wa karibu sana. Na hiyo ndoto ni ya msiba. Okay.
Basi sawa ndugu yangu, asante sana bwana kwa ushauri wako. Poa, unajua tunafanyaje? Poa, hamna shida, karibu. Jirani yangu. Naam jirani. Nimekuja hapa kwako. Ndio. Kukupa ujumbe. Ujumbe gani tena? Bwana Beka kafiliwa na mkewe. Beka huyu Beka. Beka. Hizo taarifa ndo kwanza naletea jirani yangu. Alikuwa anaumwa au vipi? Alikuwa anaumwa. Taarifa alikuwa sina. Sasa wewe rafiki yako unashindwa kujua taarifa za mke wake? Sawa basi, hamuna shida yoyote. Acha mimi nikajiandae na mimi nenda kwenda husika. Sawa, asante sana. Haya sana. Haya, karibu. Shukrani. Haya, mimi naenda. Haya jirani yangu, hamna shida. Haya, tukijaliwa. Ila shoga yangu, yani msiba unasikitisha kweli sana. Mimi nimeumiza, yani uwezo wa mimi umeniumiza. Sio kapata na shida gani shoga yangu yule? Yani kale kadada kwanza kalikaa pole, kadada ka watu. Kama chama yake bado kijana. Na bado mbichi maskini mbichi yule. Ila tu hata kumwa hajaumwa. Tihani kafa hafla. Ghafla tu. Hajaumwa hata kuumwa maskini tu. Ndio bado mbichi. Mwacha mke bado kijana. Hivi ndio kama zimemaliza kweli? Mwezi umeisha. Mwezi tayari. Lakini hata mtoto hana bado mtoto. We, ndio bado mbichi ile. Mtihani. Yaani hiki kijiji sio kina shida gani? Si mambo ya Uswahili kweli wewe? Mimi najua shoga yangu. Yaani kijiji sio kina shida gani? Sio bahari. Yaani huko pigo ile mwenzangu. Pigo. Mwacha mke bado kaka mbichi naye. Na alikuwa anapendana sana. Tihani, ile mke wake kwanza mzuri, mpole, mcheshi. Unajua mpole ya dada? Maana nilikuwa nampenda mkewe. Walikuwa wanapendana hao. Yaani. Sijui hivyo watu tu au vipi, sijui kwa kweli. Tihani kwa kweli. Tusije tukahukumu, lakini ya Mungu tumwachie Mungu. Ndio hivyo. Mwenyezi Mungu tusaidie sisi waja wako. Haya bwana, tusiseme sana. Haya, tuanze tu. Tunaomba tu.
Amda dada sasa hivi. Safi kaka kwema. Kwema tu. Vipi uko toka kwa kwema? Nashukuru. Umepata taarifa msiba? Nimefika kule nishasafisha msiba. Bwana. Sijawahi. Wewe hujawahi huko? Sijawahi. Nenda kwanza narudi, lakini nimefanikiwa nimeonana na bwana Beka, nimempa pole. Shone, Mungu kasaidia. Lakini ule shoga yako alikuwa na mwana nini? Hata sielewi kitu gani kimempata shoga yangu. Lakini maiti haisemi, unajua? Ndio hivyo. Tumacha pumzike kwa amani. Mambo mengine anasemaje lakini? Safi. Lakini kaka mimi wala mtihani hapa kijini sasa hivi. Sasa nafanyaje dadangu? Angalia kama shoga yangu sio kimeondoa kitu gani hata sielewi. Hata kumwa hajauma mtoto wa watu. Sasa dada tunafanyaje kama mshaji? Sasa hivi hapa. Tunataka tufanyaje sasa? Na tushazaliwa kijijini, maisha yetu kijijini. Yaani mbona anaweza kuondoka hapa kijijini sasa hivi? Uende wapi dadangu? Kaishi mahali popote. Tunaenda wapi dadangu? Na nimeshazoea hapa kijijini. Yaani kwa mjini mimi naenda kuanzia wapi? Unalazimisha. Mimi nitaondoka ndo kuacha peke yako hapa kijijini. Dada ondoke, tunakomaa hapa. Dada hapa ondoke mtu. Kuna mashamba ya wazee wetu hapa, kuna mali hapa, ondoke mtu. Hapa tunakomaa hapa mpaka inaeleweka. Kwa pamoja na mambo yanayotokea lakini kaka. Adui akimbiwi dada. Sasa namkimbia adui vipi? Haya. Nadhani Mungu yupo dada yangu, kila kitu kitaisha. Haya, tushukuru Mungu tu. Basi acha nike baskeli nikafanya mambo mengine dada. Haya. Shahidi ya Allah, utupe baraka njema na maisha mema, utupe kizazi chema ya Allah, tuondoshe na fitna ya Rabbi, tuondoshe mikosi ya Rabbi, tuondoshe na husda ya Rabbi ya Allah. Nakupenda mke wangu, I love you, wewe ndio raha yangu ya dunia. Mke wangu, I love you, nakupenda kuliko chochote. Ya habibi ya waridi, nikumbate kwa baridi, Mola wetu ndo shahidi, hatutoachana. Tuheshimu wazazi wa pande mbili, tupate zao razi na maisha yawe shwari. Mimi nawe tumeshibana na tuzidi kupendana, kwa uwezo wa Maulana tusije tukaachana. Kupenda mke wangu, I love you, wewe ndio raha yangu ya dunia. Mke wangu, I love you, nakupenda kuliko chochote. Hodi. Shemeji, hodi. Karibu shemeji, vipi? Safi za hapa. Safi, sijui uko unapotoka. Huko kwema. Karibu shemeji. Shemeji yangu pole sana. Poa shemeji, ndio tushapoa tena. Pole sana. Sasa mipango ya Mungu huwezi kuipangua. Hata kumwa hajauma. Unajua wakati narudi katika harakati zangu, ghafla tu aliniambia kama kichwa kinamuuma. Kwa hiyo tukanampeleka hospitali, lakini ndio hivyo tena. Tuka njiani. Ndio hivyo shemeji, karibu.
Asante, pole sana shemeji yangu. Poa, tushapoa shemeji. Mimi nimeumia sana. Yaani ghafla tu ya. Ndio hivyo mipango ya Mungu shemeji huwezi kuipangua. Kweli acha tumwachie Mungu tu shemeji. Na pia ndo wazee wake wenyewe wamesema tu apelekwe huko, kwa hiyo hawajaweza kufanya msiba hapa. Haya. Basi karibu tena. Shemeji. Sawa. Beka. Shemeji yangu, umejificha? Nilikuwa ndani kuna vitu kidogo nilikuwa narekebisha. Vitu gani hivyo? Huko ndani kidogo. Unajua niko peke yangu sasa hivi uko na kwa kidogo balaa. Pole mwaya. Poa, mimi nishapoa. Vipi like fresh? Nzuri, tunaona nataka kuchuma mboga. Nataka kuchuma mboga. Sinaje tena hizo mboga za majani madokta watushauri tutumie. Sasa itabidi mimi ukipika uniletee bwana. Hata muda mwingine kupika hata chakula kinakuwa kibichi, lakini ndio hivyo maisha yanaenda. Pole, usijali. Poa, niambie. Tutakusaidia. Basi bwana, mimi nipo hapa, nilikuwa nafanya kazi kidogo ndani huko. Ndio umeniita, nilikuwa nimekuja hapa. Jali shemeji yangu. Kwa ajili yako. Basi kwa karibu tena bwana, usisahau kunitembelea. Unajua hata ndo maisha upweke tena kijijini hapa. Nitakuja kukusalimia. Haya poa bwana, mimi nashukuru kusikia hivyo. Haya sawa. Poa. Asante. Poa, karibu tena. Haya, bye. Haya sasa mimi niende. Poa, karibu. Haya.